Ndugu wapenzi watazamaji wa Tubuni na Kuiamini Injili TV, niwakaribishe tena katika mwendelezo wa somo au sehemu ya pili ya somo ambalo ni darasa la Biblia katika kuangalia Pasaka ya kweli ni ipi. Wale ambao mnanifuatilia mtandaoni, karibuni sana katika Tubuni na Kuiamini Injili TV. Usisahau kushare na kusubscribe kwa ndugu ambao mnategemea kupata masomo mengine tena kutoka katika chaneli hii. Tumekuwa na darasa kuhusu Pasaka sehemu ya kwanza, tukaenda tena tukaangalia baadhi ya mambo, na tunataka tukaangalie tena vitu vingine kuhusu Pasaka. Na wale ambao tulikuwa wote toka tunaanza, kuna mambo tuliyaona, si ndio? Tuliona neno Pasaka kwanza ni neno la Kiebrania, si la Kiswahili. Chimbuko lake ni neno la nini? La Kiebrania. Waebrania wanatumia neno Pesak. Pesak ndio wanatumia hivyo, wanalitamka hivyo Pesak, ambapo kwenye pronunciation yake kuna neno Pesak. Kuna kitu kama hivyo Pesak, ambalo neno hili kwa Kiingereza linaitwa Passover. Passover maana yake pita juu. Lakini tukaona ya kwamba mara ya kwanza linapatikana kwenye Biblia. Kitabu cha Mwanzo chote hakina neno Pasaka. Tunakuja kukikuta kwa mara ya kwanza ni katika kitabu cha Kutoka sura ya 12. Na katika sura ya 12 ndipo ambapo tunakutana na kisa cha wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, ambapo wao waliambiwa wakati Mungu anaenda kuua watoto wote wazaliwa wa kwanza wa nchi ya Misri, waliambiwa wachinje kondoo na wapake damu kwenye miimo ya milango. Si kweli? Ondolewa. Sawa. Na katika kitabu cha Kutoka 12 fungu la 21 hapo, sawa? Kuna kitu tulikiona hapo. Tunasoma hiyo alafu tunaomba, sawa? Haya, 12:21 Kutoka. Umefika? Tunaona hapo kuna kitu kinasemwa hivi. Nenda tukaitendee haki Biblia. Umesoma? Umefika? Anasema hivi: hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana nini? Kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje nini? Wewe tuombe kwanza alafu tuombe. Alafu tuendelee, sawa? Baba mwema unayetupenda, ni wakati tena ambapo neno lako tunaenda kulifunua mbele za watoto wako. Fungua akili zetu kabisa kuweza kuelewa. Wako watu ambao wametunza Pasaka ambayo hujaieleza wewe, hata kutamka tu. Ulimwengu umefungwa kwenye behewa ambalo ni gari linaloelekea katika kuzimu kwa sababu ya kutokutii neno lako na kwa kutokusoma na kwa ujinga. Hatuna uzuru katika hili. Tusaidie kila mmoja anapofahamu hizi siri aweze kufuata neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu utazungumza na kila mmoja wetu na maneno hayo utayazamisha ndani ya mioyo ya watoto wako. Maana tumeomba kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Kitabu cha Kutoka 12 fungu la 21. Zingatia hapo, tusome kabisa kwa umakini. Anasema hapo Musa akawaita wazee wa Israeli, si ndio? Na kuwaambia, nendeni mkajitwalie nini? Wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkachinje Pasaka. Mimi naomba nikaulize. Nataka niulize kwa kila mmoja anayenisikia. Kulingana hiyo andiko ya Kutoka 12:21,
Sawa? Kulingana hiyo andiko ya Kutoka 12 aya yake ya 21, anayechinjwa hapo anaitwa Pasaka. Huyo Pasaka ni nini kulingana hiyo andiko? Simniambie. Mwana kondoo, si ndio? Aha. Kwa mujibu wa hiyo andiko, Pasaka anaitwa Pasaka si siku, si kitu chochote. Pasaka anaitwa hapo ni kondoo. Hiyo ndo nataka kwanza tuanze nayo. Wanaambiwa wakamchinje Pasaka. Kama ingekuwa ni siku yenye tarehe, ni hakika kabisa ingechinjwa. Tuko sawa? Sawa. Kwa hiyo hapa tutasema kulingana na Biblia, kama Pasaka ingekuwa ni siku ya kupangana tarehe, kwanza hiyo siku ingeenda chinjwa kulingana na hiyo andiko. Lakini Biblia iko wazi inaposema mkamchinje Pasaka, akiwa anawakilisha nini? Mwana kondoo. Sasa hiyo ilikuwa kwa Waisraeli. Ni lazima tupate sisi leo kwetu kwamba huyo Pasaka kwetu ambaye ni mwana kondoo ni nani? Unaona eh? Hii twende nao sawa. Sasa twende hii sasa inaitwa kama shika nishike. Si ndio eh? Hapa sasa nishika nishike. Kwa nini? Hapa hii Pasaka ya kesho hii na kuhakikishia leo haitoki hapa ndani. Hii nitakuonyesha kibiblia iko nje, hata wanaoenda kusherekea waelewi Pasaka ni nini. Wacha nikuonyesha. Chukua Biblia yako tujue kwanza kondoo aliyechinjwa kwa Waisraeli ilikuwa ni kivuli cha nini? Enda Yohana 1 fungu la 29. Kwetu sisi Yohana 1:29. Wacha tukazike hii Pasaka hii. Hii Pasaka hii ni ya shetani ya namna hii ya siku hiyo. Hiyo sio ya Mungu hiyo. Yohana 1:29. Umefika? Yohana 1:29. Umefika eh? Anasema hivi, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama nini? Mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Nani huyo? Yesu ni nini? Ni kondoo. Ni mwana kondoo. Kwa hiyo Yesu alikuwa kivuli cha kondoo aliyekuwa anachinjwa kule kwa Waisraeli. Kondoo yule ndo alikuwa kivuli, Yesu ni uhalisia, si ndio? Tutumie hiyo ndio inakuwa iko sahihi. Kondoo yule aliyechinjwa kwa Waisraeli ilikuwa ni kivuli, kiashiria cha kwamba Yesu atakuja kufanya nini? Kuchinjwa. Enda fungu la 27. Kutoka 12:27. Na huyu mama ameuliza swali zia ameenda wapi? Aha. 12:27. 12:27 Kutoka. Amefika? Ndio. Haya, leo nitaongezea elimu zaidi. Twende tuone, tuangalie kwa upana. Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba ya wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Huyo kondoo alikusudia awe nini? Yawe dhabihu ya Pasaka. Kwa hiyo kondoo ambaye ni Yesu anawakilisha dhabihu ya Pasaka. Sawa wapendwa Na enda Mambo ya Walawi 23. Wacha kidogo. Na naenda kuambia wa Jumapili wanashika Agano la Kale. 23. Mambo ya Walawi 23.
Enda hapo John nisomee mtumishi. 23 fungu la 5. Walawi 23:5. Anasema hivi. Tujue kwanza aliliwa lini. Wojo angalie na hii inayoenda kufanyika hii. Hiyo tu. Soma. Anasema hivi. Walikula lini kwanza? Mwezi wa kwanza. Siku ya 14 ya mwezi. Tarehe 14 ya mwezi wa kwanza. Wakati wa jioni. Jioni. Pasaka ya Bwana. Unaona? Mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Tarehe ngapi? 14. Hawa wanaenda kufanya tarehe 20. Wanapishana siku ngapi? 6 tu. Alafu jioni. Sasa kama ni jioni, wao wanaenda kusherehekea saa ngapi hapo? Wanaelekea hiyo tarehe 20. Wao Waisraeli walikula jioni tu. Sasa hawa nao wanashinda kwenye mabaa asubuhi mpaka jioni. Wanashinda makanisani. Hawa wanasoma wapi? Pasaka alikuwa analiwa jioni tu. Hawa wanasoma wapi hii inayoenda kufanyika kesho? Na hiki kitu nisikilizeni wapendwa, hiki kitu leo, dunia ya leo imekuwa Waebrania wa zamani, hata haifati Agano Jipya. Haielewi. Imekuwa ni yani, dunia ya leo ni Wayahudi na madhehebu ya Jumapili yote ni Wayahudi wa leo. Kwenye hii lazima twende. Ni Wayahudi tu wa leo. Hakuna namna. Hapo hakuna kitu kitaenda hapo. Wacha itaeleweka leo hapo. Kama Pasaka ililiwa jioni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza. Na ni kweli kwa kalenda yetu leo inakuja mwezi wa 4 au wa 3 mwishoni. Kwa hiyo kama ni hiyo na wao wanaenda kutengeneza hiyo, basi wakule jioni. Sasa asubuhi inahangaika na nini? Natulia kidogo nikuonyeshe. Unajua wale mnaosoma sikukuu 7 za Wayahudi kutoa hili somo liko hapa kwenye hii channel ya Tubuni, wale mlioko ni live. Sikukuu 7 za Wayahudi. Na unajua kwa nini kondoo alitakikana aliwe jioni? Zabihu ya jioni Wayahudi walikuwa wanaanza kutoa saa 9 mpaka saa 12. Sasa ilikuwa inaashiria kifo cha kondoo ambaye ni Yesu. Na niwaambie Yesu alikufa tarehe 14 ya mwezi wa kwanza wa Kiyahudi. Iye kalenda tarehe 14 ya mwezi wa kwanza. Kwa sababu huyo ndiye alikuwa Pasaka. Ilikuwa ni kiashiria. Na huyu kondoo, wacha niwaambie. Enda Hesabu 9:5. Hesabu 9:5 tusome kwanza. Hala? Wacha hiyo. Enda tu Torati 16:6. Torati 16:6. Hiyo nayo anarudia hiyo kwamba aliwe jioni. 16:6. 16:6. Nasema. Usimchinje Pasaka ndani ya malango yako yote yakubayo Bwana. Haya, sikia. 16:6 Torati, kumbukumbu la Torati. 16:6. Umeiona Umesoma 5. Usimchinje? Isome hiyo ndo nataka mimi, hiyo hata kama iwe 5. Usimchinje Pasaka ndani ya malango yako yote yakupayo Bwana Mungu wako. Usimchinje ndani ya malango. Ilikuwa ni marufuku kumchinjia ndani ya malango. Ilikuwa ni ishara ya nini? Kila kitu nitakachokisema nitakuonyesha ilikuwa ina ishara, inawakilisha kitu fulani kwenye Agano Jipya. Hii dunia inaenda kusherehekea Agano la Kale hata ielewi. Pasaka kwetu sisi ni Yesu, ni kondoo. Alitakikana aliwe tarehe 14 ya mwezi wa kwanza. Sawa Halafu anaambiwa usimchinje ukiwa ndani ya malango. Kwa nini? Angalieni wale mnaosoma patakatifu mnaosoma somo la patakatifu. Ndani ya malango maana yake unazungumzia mbinguni. Yesu hakutakikana achinjwe mbinguni, hapana. Ni lazima achinjwe nje ya lango. Hata kwenye hema ya kukutania ambapo walikuwa Musa alitengeneza inayofanana ya mbinguni, kondoo alikuwa hawezi kuchinjwa patakatifu pa kwanza au patakatifu pa pili. Kondoo alikuwa anachinjwa katika uwanja wa nje.
Kwa lugha nyingine, uwanja wa nje unawakilisha duniani. Kondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu ilitakikana aje achinjwe duniani, si mbinguni. Unanipata? Usimchinje ndani ya malango, maana yake achinjwe nje ya lango, si ndani. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba Yesu aje achinjwe hapa duniani, si humo. Kwanza hii sahihi, mimi hata sielewi hii ni ya nini hii. Hata sijui hata ni ya nini. Sijui hata ni ya nini. Hata sijui ni ya nini hii inayoendelea hii. Hata Yesu hakuchinjwa kwenye ukumbi. Wewe wacha nikuonyeshe. Enda Mathayo. Wenye ukumbi wa Pilato. Enda hapo. Enda hapo Mathayo 27. 27 enda hapo. Sawa? 27. Mefika? Aya. Soma mtumishi. Enda 26:71 Mathayo. Hiyo ndio itakaa vizuri. 26:71 Mathayo. Wakati anamkana Yesu. 26:71. Nasema hivi. Na alipotoka nje. Hata ukumbini. Mwanamke mwingine alimuona. Akamwambia. Waliokuwako huko. Huyu alipokuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo. Nani huyo? Yesu. Simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea. Wakamwambia Petro. Sawa. Hakika nawe mmoja wao. Sawa. Kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Sawa. Ndipo akaanza Qur'ani na kuapa akisema simjui mtu huyu. Ninataka andiko, wacha hapo kwanza. Enda Yohana 18:28. Sawa? 18:28. Enda hiyo ndo mzuri. Anasema hivi. Kisha wakamchukua Yesu kutoka kwa Kayafa mpaka Praitorio. Sasa sikiliza vizuri. Kuna kitu Wayahudi walikuwa wanakijua, na unajua kondoo alitakikana achinjwe nje, si ndani. Sawa Endelea hapo usikie. Yesu hakuchinjwa nje na isingewezekana. Wakamchukua kutoka kwa Kayafa mpaka Praitorio. Hiyo Praitorio nayo ilikuwa ikawa nini? Alfajiri. Wayahudi hawakufanya nini? Hawakuingia ndani ya ile Praitorio. Ile Praitorio ilikuwa ni ukumbi wa Pilato. Ule ukumbi ule. Wale mnaosoma Desire of Ages, kwenye ukumbi wa Pilato. Hawakuingia, Wayahudi hawakuingia pale kwenye ukumbi mle ndani. Kwa nini? Hata ule, sikiliza kidogo, hata kusanyiko la Waisraeli kule kwenye Agano la Kale walipokuwa wakikusanyika, hawakusubutu kuingia patakatifu pa kwanza. Walikuwa wanaishia uwanja wa nje, ni lazima litimie lile nabii ilichoandika. Hawakuingia mle ndani ya Praitorio. Ila ilikuwa ni nini? Sawa, walifanya nini? Wasija wakafanya nini? Waliogopa nini? Si usome hapo. Biblia inasema kisha wakamchukua Yesu kwa Kayafa mpaka Praitorio, nayo ikawa alfajiri. Lakini wao wenyewe Wayahudi hawakuingia ndani ya ile Praitorio, wasije wakanajisika, bali wapate kuila Pasaka. Kumbe wangeingia hapo, ilikuwa inafanya nini? Kwa hiyo waliishia nini? Walikuwa wanajua tukiingia hapo tunanajisika. Unaona 29.
Basi Pilato akawatokea nje akasema, mashitaka gani mnayoleta juu ya mtu huyu? Walikuwa wapi? Akawatokea nje. Na baada ya hapo walimchukua Yesu nje ya mji. Wacha nikuonyeshe na hiyo andiko, usije ukasema hivyo. Si ndani, nje ya mji. Walimchukua Yesu nje ya mji. Marko, enda hapo, tafute hiyo nje ya mji. Ilikuwa nje ya mji kabisa, mpaka Yesu anaenda kumchinja. Wacha twende tuziangalie hizi. Isome tu ukifika hapo. Nasema hata wakiisha kumdhihaki. Wakiisha kumdhihaki, wakalivua ile vazi la rangi ya zambarau. Wakamvika mavazi yake mwenyewe. Wakamchukua nje. Hiyo. Wakamchukua nje ili wafanye nini? Ni Marko 15 ngapi? 20. Yesu walimchukua nje ya mji ili wafanye nini? Wamsulubishe, kwa sababu kondoo alikuwa achinjwi ndani, alikuwa anachinjwa nje. Kwa hiyo walimchukua Yesu wakaenda ili wamsulubishe, ni lazima wamsulubishie nje. Ndio wakampitishia kwenye njia inaitwa Dolorosa, kanjia kembamba, ambako hata mti wenyewe wa msalaba huwezi pita hapo. Ilibidi upite ukiwa umeinama, upite hapo kumpeleka Golgotha, fuvu la kichwa. Kwa hiyo haikutakikana hata aliwe ndani, nje ya lango duniani. Haya, hiyo ni Yesu. Maandiko yote yalikuwa yanamhusu Yesu. Sasa ninaomba uende Hesabu 12, sawa? Rudi tu hapo Hesabu 12, sawa? Rudi tu Hesabu 12, Hesabu 9 fungu la 12. Turudi tusome. Kuna kitu hapo ambacho itabidi tukiweke sawa. Maana hii Pasaka hii kiujumla inastahili kupingwa. Na nipata vizuri. Yaani watu wa Mungu leo wanaosoma Biblia, hii Pasaka ya kesho hii ya tarehe 20 mwezi wa 4 inastahili kupingwa. Haipo kwenye Biblia. Hesabu 9 fungu la 12 anasema hivi: wasisaze kitu chochote hata asubuhi. Pasaka Kumbe ukichinja yule kondoo kwa Waisraeli zamani, ilitakikana usisaze kitu. Unakula hiyo siku kinaisha jioni. Unakula, maana alichinjwa jioni tumeona. Na ukisha kula ule umalize, usibakize mpaka asubuhi. Kwa hiyo itakikana iliwe tu jioni tu. Kwa hiyo hawa nao wanaoenda kufanya kesho Jumapili hii, maana yake ni nini? Kama wanataka wafate ile ya Waisraeli, basi wakule jioni. Kwa nini wanaanza asubuhi? Na utaona leo kesho asubuhi saa 12 kukurumisa ya kwanza. Unaenda kutafuta nini? Na Pasaka ilikuwa inaliwa jioni. Kama unafata hiyo ya Agano la Kale, ukifata ya Agano la Kale ile ya Waisraeli, ukienda asubuhi umekosea. Na hiyo tena yani hawa wanapinga ya Agano la Kale na ya Agano Jipya. Yani hata hawajulikani wako wapi. Hata haijulikani. Na huu uovu ukiukemea utaona hiyo balaa. Na utaona hapo comment za chini. Na wasubiri hapo. Sikiliza. Wasimsaze kitu chake chochote hata asubuhi, wala wasimvunje mfupa wake. Kama hiyo sheria yote ya Pasaka ilivyo, ndivyo watakavyoishika. Sheria moja hapo ni kwamba ilikuwa ukimchukua yule kondoo uliyemchinja, ukisha mchinja, usimvunje nini? Mfupa. Na tumeona pale wakati Yesu anapo kwenye Yohana tuliposoma
hawakumchinja ndani ya lango ile praetorio ile ya kwenye ukumbi ule wa Pilato ule, hawakumchinjia humo. Ilibidi wamtoe nje wakamsurubishe. Ona, enda Yohana 19, wacha tusome. Yohana 19 17. 19:17 Yohana. Ukifika wewe nisomee. Kwanza leo nataka nikatae hii Pasaka hii. Hii sehemu ya pili hii tusiache. Na nitakuonyesha hii, Bwana nisaidie, tutaangalia na historia. Hii Pasaka ni ya shetani, si ya Mungu. Soma. Anasema. Akatoka. Yohana 19:17. Twende. Hali akijichukulia msalaba wake. Akatoka Yesu akiwa amechukua msalaba wake. Mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa. Huko mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, nje ya mji. Au kwa Kiebrania Golgotha. Kwa Kiebrania panaitwa Golgotha. Wakamsulubisha huko. Yesu wakamsulubisha huko nje. Na wengine wawili pamoja naye. Ati? Na wengine wawili pamoja naye. Mmoja huku. Na mwingine huku. Mmoja huku. Na mwingine huku. Kumbe walimsulubisha katika? Na Yesu katikati. Kumbe walimsulubisha mmoja huku. Na mwingine huku. Aha, Yesu yuko katikati. Ila huku kuna mmoja na huku kuna mmoja. Hao walikuwa ni mwizi na mnyang'anyi. Sasa mnyang'anyi yuko, tutachukulia yuko kushoto, mwizi yuko kulia, na Yesu yuko. Hizi zote zinasimamia ibada mpaka siku ya mwisho. Kuna ibada ya mwizi na ibada ya mnyang'anyi na ibada ya Yesu. Wewe unafikiri ya kesho ni ya nani? Hiyo ni ya mwizi. Yaani ya kesho ni ya mwizi. Ya kesho tarehe 20 mwezi wa 4 ni ya mwizi. Acha sikiliza, tutakuja tuione hiyo. Hiyo ni ya mwizi hiyo. Sasa walipomsulubisha huko, kwa nini tuseme kwanza ni ya mwizi? Shikilia hapo hapo, tutarudi Yohana 19, tutarudi. Enda Marko 2:27. Acha tusome. Acha tusome hii darasa. Na ukiona kuna kitu hujaelewa uniulize hapa wala hata tusihangaike. 2:27 na 28. Soma. Maneno ya Mungu yanasema. Soma. Akawaambia. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Kidogo acha nielezee hii. Wacha niangalie mimi hapa. Nitolee mfano. Wewe mpenzi unayenisikiliza, natoa mfano. Mimi hapa niko na koti. Si ndio? Niko na koti hii hapa. Sasa hii koti ilishonwa kwa ajili yangu. Sawa? Ila mimi sikuzaliwa kwa ajili ya koti. Umeelewa hiyo? Nikiwa na maanisha sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya koti. Ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili yako. Ingekuwa hiyo, utakuwa umenielewa sasa. Yaani ukiona huo ni mfano mzuri, unashindwa unapata kunielewa vizuri. Ukisikia sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, maana yake sabato inakuja kumuhifadhi mtu. Ila mtu yani hakuzaliwa kwa ajili ya sabato. Lakini kusema kwamba mtu hakuzaliwa kwa ajili ya sabato haimaanishi sabato haina umuhimu. Haimaanishi koti halina umuhimu. Liko kwa ajili ya kunistai mimi. Sawa George? Tuko pamoja Kwa hiyo kama sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, maana yake mwanadamu aliwekewa sabato ili aitumie kumwabudu nani? Soma 28. Anasema hivi. Basi mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato pia. Yesu ni bwana wa sabato. Hawa watu huwa wanahoji. Wanasema sisi tunashika bwana wa sabato, hawataki sabato ila hawatuambiagi bwana wa Ijumaa ni nani? Bwana wa Jumapili hawatuambii ni nani. Maana neno bwana ni bosi au kiongozi wa mmiliki wa hiyo. Sasa Yesu anasema mimi namiliki sabato.
Sawa? Sio kwamba anatembea na sabato. Si kwamba yeye anavunja sabato. Unajua kuambiwa Yesu ni Bwana wa sabato haimaanishi umevunja sabato, hapana. Haijamaanisha hivyo, ni wale tu akili zao tu. Bwana wa sabato. Yesu sio siku. Yesu sio siku. Wakati anasema mimi ni Bwana wa sabato. Kwa hiyo yeye anasimamia nini? Sabato. Ni bosi wake. Na sisi tunakubali bosi wetu wa sabato ni Yesu. Tuambieni, bosi wa Jumapili ni nani? Na bosi wa Ijumaa ni nani? Mtuambie, mbona mtuambie hiyo? Na wako hapa wananiangalia. Sikiliza tu. Hiyo ibada si ya Mungu hiyo. Hiyo ibada si ya Mungu hiyo. Tutakuja tuone. Kuna mnyang'anyi yuko Ijumaa. Kuna mwizi yuko Jumapili. Ila hawatuambii bosi wetu ni nani? Wote wanataka Yesu. Hebu soma Isaya 4:1 kwanza tuwaone. Kwa nini Yesu anasema mimi ni Bwana wa sabato? Unataka wewe Bwana wa Ijumaa? Unataka wewe Bwana wa Jumapili? Inakuaje hiyo? Soma Isaya 4. Biblia iliwajua siku hiyo wanawake wote 7 katika ujumla wake, makanisa yote 7 yataenda kufanya nini? Soma. Anasema hivi. Siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja. Wanawake 7. Wanawake ni makanisa, si tumeona? Tumejifunza hata hapa. Kwa mujibu wa Efeso 5, si ndio? 22, si ndio mpaka 32. Sirio ni kubwa. Paulo alikuwa anazungumza habari ya Kristo na wanawake 7. Makanisa 7, idadi kamili, makanisa yote. Maana namba 7 ni kiwakilishi cha ukamilifu. Si ndio? Wanawake 7 wataenda kufanya nini? Mtu mume mmoja wakisema. Wataenda kukamata mwanaume mmoja, wanamwambia nini? Tutakula chakula chetu. Wewe tunaenda kula chakula chetu. Chakula ni nini? Mafundisho, si ndio? Ndio. Chakula si neno la Mungu. Ndio. Tutajifundisha mafundisho yetu. Tutaweka na Pasaka za kwetu za tarehe 20 mwezi wa 4, tutaweka na Pasaka zetu. Alafu na kuvaa nguo zetu wenyewe. Tutavaa na mavazi yetu wenyewe, nguo zetu, matendo ya haki ya watakatifu, si ndio? Ndio. Kwa hiyo matendo ni yetu wenyewe, chakula ni chetu wenyewe. Neno mafundisho ni yetu na matendo ni ya kwetu. Tutatenda tunavyotaka, tutakula tunavyotaka. Sawa? Ila tu tuitwe tu kwa jina lako. Tuitwe tu kwamba hawa ni Wakristo. Utuondolee aibu yetu. Lengo utuondolee aibu. Ndio unaona saa hii. Nasema Bwana wa Jumapili nani? Ni Yesu huyo. Bwana wa Ijumaa nani? Ni Yesu huyo. Wewe, chunga sana. Wanang'ang'ana, wanataka wakamate mume mmoja. Wanang'ang'ana. Ni Yesu huyo. Ni Yesu yupi? Anasema yeye ni Bwana wa sabato. Wewe. Sasa kondoo wa Israeli, yule kondoo mnyama alikuwa havunjwi nini? Na alikuwa analiwa jioni tu. Nyie mnaoenda kusherehekea Pasaka ya kesho, ndugu zangu. Nyinyi mnaonisikiliza. Mnaenda kusherehekea Pasaka ya kesho, tarehe 20 mwezi wa 4. Mwende jioni tu kama nyinyi ni Wayahudi. Saa 9 mpaka saa 12 ndani. Msitoke hapo. Kama unafanya hiyo, saa 9 mpaka saa 12. Maana Yesu alikufa saa 9 jioni. Akiwa anaashiria ni Pasaka na tumesoma Wakorintho wa kwanza 5:7, si ndio? Haya. Na Yesu je, hakuvunjwa mguu? Acha tuone. Enda Yohana 19, 17, 18. Soma kwanza. Hiyo tumesoma. Tukaona walimtoa na tuwakamsurubisha katikati ya mwizi na mnyang'anyi. Haya. Enda 32. Yohana 19:32. Nasema hivi. Basi askari wa Kiroma wakaenda Golgotha alipo Yesu na wezi wawili. Wakamvunja miguu wa kwanza. Wakaenda wakavunja miguu mnyang'anyi na wa pili. Nasikiliza, hizo ibada zote zinakuja kuvunjwa. Akavunjwa kwanza mguu mnyang'anyi. Alafu na yule wa pili mwizi wakavunjwa miguu. Alafu nasema hivi. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, wakakuta Yesu
amekwisha kufa. Hawakumvunja miguu. Ati? Hawakumvunja miguu. Hawakuvunja miguu. Nani huyo? Yesu. Yesu. Enda Isaya 9. Yesu havunjwi. Wacha nikuonyeshe wanaoenda kuvunjwa. Yohana 9, Isaya 9. Wacha nikuonyeshe wanaenda kuvunjwa. Si Yesu. Yesu ni Bwana wa Sabato. Sabato haivunjwi. Wacha uone. Wacha uone. 9:14. Anasema hivi. Anasema kwa sababu hiyo Bwana atakata katika Israeli kichwa na mkia. Wewe. Ati anaenda kufanya nini? Anaenda kukata kichwa na mkia. Anasema Bwana anaenda kukata kichwa na mkia. Kuti na nyasi. Kuti na nini? Na nyasi. Katika siku moja. Katika siku moja. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Wewe ngoja. Ati Mungu anaenda kukata katika Israeli kwanza nini? Kichwa na mkia. Nini kinabaki? Wewe ningekuwa na mjusi hapa. Ana mkia na kichwa. Halafu nakwambia nakata mkia, halafu nakata na kichwa. Ingebaki nini? Kiwiliwili, si ndio? Aya, subiri sasa. Na wakati wanaenda kuvunja mfupa, walivunja mwizi, wakavunja na mnyang'anyi, si ndio? Ila Yesu katikati hawakumvu. Na Mungu anapoenda kuvunja, anaenda kuvunja kichwa na kile kiwiliwili kina. Enda sasa usikie. Anaendelea kusema. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Nani huyo? Nabii. Sema papa. Papa. Mzee mwenye kuheshimiwa ni nini? Kichwa. Papa huyo. Alafu anasema hivi. Na nani? Nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Nani huyo? Muhammadi. Kwa hiyo anaenda kukapa papa na nani? Kando. Ijumaa na Jumapili kando. Nabii afundishaye uongo mkia. Wewe kaa kando. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Wewe kaa huko. Na acha kiwiliwili. Wewe subiri uone. Hiyo ibada inaenda kuvunjwa kama mfupa. Jumapili ni ibada ya mwizi. Wacha nikuonyeshe kwanza. Wacha nikuonyeshe ili usije ukaona nasema. Ni mwivi. Enda Yohana 10. Yohana 10. Nafikiri Yohana 10. Enda hapo. Yohana 10. Yohana 10. Azia moja. Sikia vizuri. Anasema hivi. Yesu aliwaambia. Amini amini. Nawaambieni. Yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo. Lakini akwea pengineko. Huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Wewe. Asiyeingia kwenye nini? Ila anakwea kwingine, anapita kwa dirisha, kwa ukuta. Ni mwivi na nani? Na mnyang'anyi. Wewe, mwivi, unajua mwivi ni tofauti na mnyang'anyi. Si ndio? Mwivi, mzee, anakuotea umelala, mwivi. Yeye anakuja, anaiba, kimya kimya, anaondoka. Utashangaa kama ni banda umeacha, kuku unashangaa wote haku. Amekuibia kwa siri, kimya kimya. Lakini mnyang'anyi, yeye anakuja moja kwa anakuondolea ibada. Na unajua Waislamu kwenye Qur'ani yao wameagizwa piganeni wote na wanaopigana na nyinyi, wanaopingana dini yenu. Ni wanyang'anyi waziwazi. Wanakataa Ukristo waziwazi. Si ndio? Hao ni wanyang'anyi, wanakataa Ukristo waziwazi. Biblia wanaikataa waziwazi. Hao ni wanyang'anyi, wanaiba imani, wananyang'anya, wanapokonya kwa nguvu. Lakini mwizi papa. Pole pole tu. Unaenda kanisani na anakiri Ukristo, ila anakubadilishia tu ingine. Kimya kimya. Huyo ni mwizi. Utashangaa tu shaibiwa imani kitambo akawekea na utatu. Mungu wetu utatu. Asubuhi hata jioni analia utatu. Na ndio huo kesho naenda kuabudiwa.
Akawawekea. Yaani unajua hiyo fundisho hata si la Wasabato. Amewawekea. Ni mwizi. Aliwawekea tu kimya kimya. Amekubadilishia ibada hapo hapo akakuwekea. Mwizi. Amebadili nini? Imani. Mungu akasema ninakuja kukata katika Israeli kichwa na nini? Kichwa mzee mwenye kuheshimiwa. Kando na mkia. Kwani anasema mwivi na mnyang'anyi hawapiti mlangoni. Kwani mlango ni nini? Enda hapa 7 hapo tu 7. Fungu la 7 tu hapo Yohana 10. Hapo tu 7. Anasema. Basi Yesu aliwaambia tena. Yesu akawaambia tena, aje. Amini. Nawaambieni. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Unaona? Mimi ndo nini? Mlango. Na mwizi anapitaga mlangoni? Hapana. Hamna. Wewe ni kwa madirisha huko anaruka. Hawapiti kwa Yesu ambaye ni Sabato. Yuko tu huko pembeni. Wanaruka huko pembeni. Mwizi na nani? Wanakubali Pasaka tena ya zamani ya Waisraeli. Alafu wanakataa Sabato. Sawa. Si unafikiri hata ufanye nini hata? Unashangaa? Kila wiki iko. Wameondoa hiyo, wakaweka Jumapili ya kwao. Ibada ya Jumapili hata siku moja tutazungumza mpaka twende kufa. Hiyo ni ya shetani, hakuna Mungu aliwahi weka hiyo. Alafu tena wanaongeza na Easter. Wanaingiza Easter. Naomba nikusomee encyclopedia moja. Tujue hii sasa nayo itoka wapi. Acha kwanza tumalizie. Unakulaje Pasaka, si ndio? Alafu turudi sasa hii ya kesho sasa hii ni ya nani? Twende mpaka tukachunguze na huko kwenye historia huko tuangalie ni ya nani hii. Si ndio? Yeah. Tumeona Biblia inasema Pasaka wetu kondoo ni nani? Kwa mujibu wa Yohana 1:29. Yohana Mbatizaji aliona Yesu akasema huyu ni kondoo wenu dunia yote anaondoa dhambi ze. Huko walikuwa ni mafahali ya mbuzi. Si ndio? Ambayo hawezi kuondoa nini? Dhambi. Lakini kupitia hicho kivuli wao walifanya nini? Waliokolewa. Si ndio? Sasa Yesu amekuja, watu wanataka tena wakale makondoo na Yesu yuko hapa. Na makondoo na nguruwe. Tena wanakula mpaka wanayavunja na mifupa. Waliambiwa na nani? Kaka anakula. Unajua wanavunja mifupa kwa sababu hamna masharti kwenye Biblia ya kufuata. Hata si unajua hata wasomi. Wanaenda tu. Wanavunja na mifupa yao. Kama ingekuwa hiyo, si wangefanya hivyo ya tarehe. Pasaka si tarehe. Pasaka si siku. Wala haina siku maalum. Sawa? Pasaka haina siku maalum. Nakuonyesha hadi kwenye Biblia, Matendo 27. Paulo mwenyewe alikuwa ameenda Antiokia, akawahubiri, nafikiri ni Antiokia. Akawahubiri kama hivi leo, si Sabato imeisha? Matendo 27. Si Sabato imeisha? Paulo akafiririza siku kama hivi saa hizi tuko Jumapili. Si ndio? Si Sabato imeisha? Usiku huu saa hizi ni Jumapili leo kwa mujibu wa Biblia. Paulo akafiriza usiku wote kwa sababu alikuwa anategemea asubuhi ya safi. Akawalisha meza ya Bwana. Jumapili usiku. Sasa hapo tutasema hiyo ni tarehe? Haina tarehe. Hata sisi tunaweza tukala tu. Ni muda wote mkiwa tu mmekusanyika tu. Si ni ushirika tu. Ila kuna masharti unakulaje? Na nikisema hivyo simaanishi siku ya Sabato, siku ya Jumapili ndio imekuwa ya ibada. Ushirika wa meza ya Bwana ni siku yoyote tu unakula tu kulingana na Biblia. Twende tuangalie. Yohana 13:1. Yohana 13:1. Kimbia hapo msomaji. John 13. Nasema hivi. Basi kabla ya siku ya Pasaka. Yesu hali akijua kuwa saa yake imefika. Na niwaambie kitu. Kuanzia huu mwezi wa 4 kuendelea huko. Mimi sio nabii. Lakini anaweza katokea mambo ya ajabu. Waacha wewe usome hapo. Nini kilitokea baada ya sikukuu ya Pasaka?
Anasema hivi. Atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Ndio. Naye amewapenda watu wake katika ulimwengu. Sawa. Aliwapenda upeo. Sawa. Hata wakati wa chakula cha jioni. Cha nini hiyo? Si cha Pasaka? Ndio. Nini kinatokea? Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda. Oni. Mwana wa Simioni Iskariote. Moyo wa kumsaliti. Kumbe Ibilisi huwa anamtia Yuda karibu na ngoja. Yuda yuko huko. Majira hayo Yesu alienda kuchinjwa, karibu tu siku kadhaa tu wanachinjwa. Sasa hii 2025 ina mambo mengi. Wewe subiri tu utaona tu. Tune tu taratibu tu. Yesu na wanafunzi wake hakuweka tena kondoo. Hakuweka tena kondoo. Yesu ili ujue kwamba Yesu alikuja, yeye ndio mwana kondoo. Kwenye hii siku ya Pasaka na wanafunzi wake hawakwenda tena kuchinja kondoo. Walienda kufanya nini? Endelea. Waliuliza tu chumba kiko wapi? 3. Soma 4, twende haraka haraka. Hiyo siku alifanya nini? Aliondoka chakulani. Akaweka kando mavazi yake. Akatoa kitambaa. Akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli. Akatia maji katika bakuli. Akaanza kutawaza wanafunzi wake miguu. Na kuifuta kwa kitambaa alichojifunga. Aya, kidogo sasa. Na Wasabato nao wakakaa mjini, wakaishi maisha ya mjini, wakaanza kuleta uhuni kwenye vitu vitakatifu. Nikisema uhuni nakuwa nanitumia si ujanja. Uhuni. Badala ya kitambaa wakaenda kuchukua tishu. Tishu. Wanatoka hapo wanafuta nini? Unajua anakuja na sayansi gani? Unajua Yesu kipindi hicho hakukuwa na magonjwa. Saa hii kuna fangasi. Ni hatari. Chukua kitambaa nikafutia. Nikiweka huko kwa tabaka kitumia tena. Si unafua tu, hata ukitumia si unafua unachemsha. Si na hivyo tu. Hata hospitalini vitambaa vinavyotumika. Kwani wanafanyaje? Au nani mtu anafia kitandani pale. Mablanketi hayo na mashuka hayo. Sasa hao nao watu wanaoenda kutumia hicho kitanda kilicho. Basi. Mimi kesho nakuja kulalia. Sasa wao hawaelewi. Nasema dawa nzuri ni kununua tishu. Tari sana. Tishu. Mmekaa kufutia meza ya Bwana. Tishu. Acha huko. Kabla ujala Pasaka, wewe hakikisha unaosha miguu. Pasaka ambayo ni meza ya Bwana kwetu sisi leo. Kwa nini uoshe miguu? Sawa? Kwa nini uoshe miguu? Endelea kusoma. Anasema. Hivyo 6. Hivyo yuaje kwa Simioni Petro. Makanisa ya Jumapili yote yanawakilishwa na Petro hapa. Sikia. Huyo akamwambia. Na Waislamu. Huyo akamwambia Bwana. Wako hapa. Akamwambiaje? Wewe wanitawaza mimi miguu. Wewe wanitawaza mimi miguu kweli? Yaani twende kwenye ibada kweli tukatawazane miguu. Sisi. Wewe sikia hiyo. Endelea. Yesu akajibu. Akamwambia. Nifanyalo wewe hujui sasa. Ninafanya saa hizi wewe huelewi Petro. Lakini utalifahamu baadaye. Ila baadaye utajua? Endelea. Petro akamwambia Yesu, wewe hutanitawaza miguu. Na kuhakikishia mimi kwenye ibada hiyo ya meza ya Bwana sitawazi miguu. Waislamu wakawa wanaanza wakienda kwa ibada kila siku wanajiosha wenyewe miguu na kujipangusha kwenye mapua. Wa Jumapili nao wakaenda sisi hamna hayo, sisi ni kwenda tu. Unaenda kwa padri
ambaye ndo mchungaji wao, hajaoa, ni bachelor tu, yuko tu. Alafu anafika pale, yeye anachukua ile mkate na dhabihu, yeye ndo anakunywa dhabihu. Alafu yeye akisha kunywa dhabihu, wale wengine hawapei. Yeye anakuita, anakwambia wewe uweke mkono wa kushoto juu, wa kulia chini. Alafu unaenda pale, unafika pole pole kwa unyenyekevu. Unafika pale, unatega, unaulizwa mwili wa Kristo, unasema amina. Napiga hatua moja, unainama, unakula, unaenda. Nikamkate tu akana juice. Na ile huwa ni pombe. Sasa sijui anakunywa pombe hiyo ambao hawezi kunywa hawa, au anakunywea, yani anakunywa badala yako. Hamna kilichokamilika. Hamna, umekunywa mwili, damu hamna, unafanyaje? Hamna, unakunywa mwili, damu anakunywea padri. Ila kona wanavuta. Alafu utasikia, ninyi wa Sabato mlimuua Yesu. Haya, sawa, tukubali tuliua sisi. Haya, wewe unayekula nyama yake. Maana unapokula mwili, unakula nyama. Na ndio maana Waebrania 6:4, hebu enda hapo. Kila mtu anayetenda dhambi anaua Yesu. Wao wanajua ni wa Sabato ndio waliua. Kali sana. Waebrania 6:4. Enda hapo msomaji, nisomee. Anasema hivi. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru. Wao waliokwisha kupewa nuru. Kipawa cha mbinguni. Na kuonja kipawa cha mbinguni. Na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Halafu wakafanywa kuwa washirika wa Roho wa Mungu. Anasema hivi. Na kulionja neno zuri la Mungu. Na wakafundishwa vizuri neno la Mungu vizuri. Na nguvu za samani zijazo. Wakaanguka baada ya hayo. Wakaanguka wakatenda dhambi baada ya hayo. Haiwezekani kufanywa upya tena. Haiwezekani kuwafanya upya tena. Kwa nini? Hata wakatubu. Kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao. Unaona? Na kufedhesha dhamiri. Wewe ukiona mtu anatubu, mwenye dhambi yoyote anapotubu, si huwa anadai damu ya Yesu? Unadai damu ya Yesu na alikufa 31 AD. Wenye dhambi wote, ukitenda dhambi unarudisha Yesu msalabani. Rudi tena unifie Bwana. Majambazi sugu, mauaji sugu yanasali. Wenye wa Sabato mliua Yesu. Wewe usoma vizuri Biblia. Tuko sawa? Kwa hiyo unasherekea, unanawa kwanza miguu. Hebu enda Yohana 13:14. Agizo Yesu akatoa. Kwanza. Yohana 13:14. 13:14 kwanza. Waislamu wamekataa kutawazana miguu. Yesu hakuambia ukatawaze. Hajakwambia ukatawaze. Anasema hivi. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu. Ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu, nimefanyeje? Nimewatawaza miguu. Imewapasa vivyo hivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Na nyinyi imewapasa hivyo hivyo mtawazane miguu ninyi kwa ninyi. Waislamu wakaenda wakaanza kujitawaza wao. Mtu binafsi. Na amesema ninyi kwa nyinyi mtawazane nyinyi kwa. Wengine wakasema sasa Waislamu si wamekataa hivyo. Waislamu wenyewe ni wawazi wazi. Wengine wakajificha. Wezi kimya kimya tu. Hawafanyi. Wanaenda tu wanakula. Na kule makanisani wanakula mabofro, bisukuti, mikate ya Baresa, ndio mikate ambayo ni meza ya Bwana. Si hatari hiyo. Halafu ukisha tawaza miguu unafanyeje? Wakorintho wa kwanza 11:23. Hii ni maandiko, acha tu tusome tu. Wakorintho wa kwanza 11:23. Na Biblia inasema 13. Wakorintho wa kwanza 11:23. 11:23. Nini? Anasema kwa maana
Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nani. Ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega. Akasema huu ndio mwili wangu. Pasaka sasa ulio kwa ajili yenu. Kondozi alikuwa analiwa mwili wake. Sasa anatoa anasema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kumbe ukila ule mkate unawakilisha mwili, na ukiula unafanya ukumbusho wa Yesu. Kumbe ule mkate si siku ya tarehe 10 na ngapi? Kwa 20. Sawa Pasaka inakuwa si siku, inakuwa ni mkate ambaye ni Yesu mwenyewe. Si ndio? Aya. Hapo wanajisahau. Hapo utasikia unajua ni hatari sana. Wakienda kwa Jumapili kwa ibada wanasema ndo tunakumbuka siku ya nani? Ya kufuka kwa Bwana. Unaona? Jumapili wanasema si ni siku ambayo Yesu alifufuka. Na wako sawa tu. Huwa wanasema Jumapili ni siku ambayo Yesu alifanya nini? Alifufuka. Na ni kweli Yesu alifufuka Jumapili, ambaye nyuma yake kuna Sabato. Ndio. Sasa siku ambayo Yesu alifufuka, na ndio hiyo wanawekaga Pasaka zote wanawekaga Jumapili, na wanapangiwa. Dunia nzima anayepanga ni Papa, anawaambia Pasaka itakuwa ni hii. Hazifanani. Wewe kama unakalili leo hii, mwakani si tarehe 20 mwezi wa 4, utaona itakuja 14, 12, 7 hivi. Zinabadilika. Kwa hiyo kila mwaka unaangalia kwa kalenda, imepangwa lini? Wewe unaenda kusherehekea hapo. Hazifanani. Kila mwaka wewe fuatilia. Awamu hii na nitaihubiri mwakani kama Bwana akitujalia tukawa tuko hai. Nitawaambia mwaka jana ilikuwa ni tarehe fulani na nikahubiri. Maana nimetoa na somo nikaandika hapo tarehe 20 mwezi wa 4. Mwaka kesho na wagoja. Na utakuta iko tu tayari hapa imeshawekwa. Ukiangalia kwa kalenda yako ya simu utakuta Easter iko ishawekwa hapo, iko tu mpaka leo. Maana si kalenda ziko. Utaona tu ameweka. Ni tofauti na ya leo. Kwa hiyo kuna mwaka tofauti. Ila kwa Wayahudi ilikuwa tarehe 14 mwezi wa kwanza kila siku. Nani anawapangiaga? Watuambie. Mzee mwenye kuheshimiwa na atakuja kukatwa. Ndio anapangaga yeye. Atokee leo Mkristo wa Jumapili leo akapange siku ya Pasaka ni lini? Aipange Jumatatu uone. Tapigwa bomu. Atokee, hakuna hiyo. Hii si ya Mungu, hii ya kupangiwa mtu. Hamna. Sawa. Endelea kusoma. Sasa baada ya mkate ambao unawakilisha mwili, si ndio? Nini kinafuata? Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Soma. Na hivi baada ya kula akakitwaa. Baada ya kula mkate, akatwaa tena nini? Kikombe. Alafu akisema kikombe hiki ni Agano Jipya katika damu yangu. Wewe. Wao wanasemaga vitabu vya Agano Jipya. Kumbe Agano Jipya ni nini? Kulingana na Biblia, Agano Jipya ni nini? Si kikombe. Ndio hiyo. Endelea kusoma. Anasema hivi. Ni Agano Jipya katika damu yangu. Katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo. Kwa kuwa kwa ukumbusho wangu. Maliza. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, waitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mnatangaza kifo. Kwanza si kufufuka. Kifo cha nani? Cha Bwana. Mpaka atakapokuja. Hiyo. Na Yesu akasema kwenye Mathayo 26 fungu la 29, anasema sitakunywa tena. Hiyo naisema tutasoma kwa wakati wako. Mathayo 26:29 Mathayo. Sitakunywa tena katika mzao huu wa mzabibu. Kwa hiyo ni ile juisi ni uzao wa mzabibu. Unatengeneza mzabibu. Wengine wakaenda wakachukua Super Dip, Coca-Cola.
Fanta, Pepsi na Mo wakaweka umo. Ndio kwa ibada. Unapiga Mo, unaweza umekunywa mwili wa nani? Umekunywa damu ya Yesu. Akakula kwa maana ni nyeusi kama zabibu. Na unashindwa kuelewa sasa hii ni nini? Safari. Unaweza kanywa pombe ukifikiri ni damu ya Yesu. Ni hatari. Sasa tumeona jinsi ambavyo ndaikana usherekee. Hiyo ndio Pasaka. Unapoenda ile mwili wa Yesu unawakilisha nini? Unawakilishwa na mkate. Enda Yohana 6. Na Yesu akatoa na ahadi. Ona tuletea tena siku. Ni watu bana. Yohana 6. 54 na 56. Anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu. Yesu akasema atakaye kula mwili wangu, kwa sababu yeye ni kondoo. Na kondoo alikuwa analiwa. Na hiyo ni Pasaka. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Na jukumu la kufanya nitafufua siku ya mwisho. Huyu anao uzima wa milele. Ufufuo wa kwanza wa watakatifu. Endelea. Nasema hivi. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli. Wewe, eti mwili wake ni nini? Chakula cha kweli. Chakula cha kweli. Halafu na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Endelea. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu. Ukaa ndani yangu. Nami ukaa ndani yake. Nami ukaa ndani yake. Unaona? Itoa hiyo ahadi. Mungu atabariki hao watu wanaokunywa damu ya Yesu ambayo ilikuwa imeshamba damu ya kondoo. Na hiyo ndio iliwekwa kwenye miimo ya milango ambao leo tungesema ni milango ya fahamu zetu moyoni, si ndio? Ndani ya nia zetu. Unaona? Hiyo inaweza unakunywa unaweka kwenye moyo. Tabia inaumbika, si ndio? Neno ambao ni chakula pia, ni chakula cha roho. Ni chakula. Neno Yesu ni chakula cha roho. Ambao pia ni chakula kama mkate, si ndio? Vyote vimewekwa hapo kwa pamoja. Kwa hiyo Pasaka ya Jumapili ni haramu kwa mujibu wa Biblia. Hiyo ya kesho. Hiyo ya kesho ni haramu kwa Biblia. Hiyo Biblia hata itambui, si hata ya Waisraeli, si hata hii mpya. Yaani ni ovyo. Ilitoka wapi? Jana niligusia. Wacha nisihangaike nayo, wacha tuishie hapo. Ilitokea huko kwa Wakristo huko wa Mesopotamia huko. Ilikuwa zamani wanatengeneza na mayai ya kumfanyia Mungu Tamuzi na Malkia wa mbinguni ambao leo akamuita Maria. Easter. Ilikuwa hiyo ni miungu. Hiyo ni miungu ya zamani sana huko Babeli. Ndio Konstantino ni mpagani aliyeingia taratibu za kipagani akazileta kwenye Ukristo. Sasa hatuwezi kuhangaika nazo. Sawa? Wacha kesho watu wakajaze matumbo. Wakisha ugua watasema watatoa bahati nzuri watakutana kwenye magereza ya shetani. Tajikuta huko. Basi mimi napenda niishie hapo. Kama kuna mtu ana jambo la nyongeza nimkaribishe. Hiyo ni sehemu ya pili ya Pasaka. Pasaka ya kweli ni Yesu. Unakula mwili wake mkate na damu yake juisi ya zabibu ukiwa umeosha miguu. Sawa? Mtawazane miguu. Hiyo ndio Pasaka ya kweli. Ingine hii haijulikani ni nini. Haijulikani. Hiyo yenyewe waacheni hao ambao wameiga desturi za mataifa huko. Waachieni hiyo. Hiyo si yetu. Sawa? Hiyo waachieni hiyo. Haya. Tuombe alafu mtu aongezeti. Tumalizane na online. Tuombe alafu kama kuna mtu ananyongeza aseme. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya wema wako na ulinzi wako.
Asante kwa kuwa nasi tangu tulipoanza somo hata sasa. Tunyenyekea miguuni pako, tuombe utuongoze tunapokuwa tunahitimisha sabato hii, tunaanza siku ya kwanza ya juma. Endelea kuwa pamoja na sisi. Tulinde Baba yetu. Tembea nasi tena kwa siku 6. Utuongoze katika kila hatua. Tuepushe na ajali, tuepushe na kila namna mikosi na namna za nguvu za yule mwovu ibilisi. Kila mmoja wetu kazidi kuwa pamoja naye, ukimlinda na kumuongoza. Patia afya njema, uzima na uhai, na afya ambao Baba umeitoa kwa ajili ya watoto wako wanaotii sheria zako. Tusaidie hata sisi kutembea katika njia zako. Malaika zako endelee kutujalia ulinzi sawasawa na ahadi zako ambazo umezitoa kwetu. Baba, mahitaji ya kila mmoja wetu endelea kuwajalia sawasawa na mapenzi yako. Tumeomba kwa jina pekee la mwanao Yesu Bwana wetu. Amina.